Leo tena tuko nyumbani kwa Don Dash. Bwana, tumekuja nyumbani kwa Don Dash. Jambo la muhimu na la msingi ni kwa sababu mbele yetu kuna timu kubwa, au kuna dabi ambayo itakwenda kufanyika, dabi ya Simba na Yanga tarehe 25. Mara ya kwanza aliweza kuzungumza vitu ambavyo Watanzania hawakuweza kuamini, kwamba yeye kama Don Dash akiwa ni kiongozi na muasisi wa chama cha Illuminati, amini Freemason Tanzania au Afrika Mashariki, aliweza kutoa ubashiri, lakini ikawa ni kweli kupitia timu ambayo ilicheza kati ya Berkane na Simba, ambayo ilikuwa ni kikombe. Aliweza kubashiri vizuri kabisa na ubashiri wake kweli ukatimia. Sasa mechi tunaiendea dabi kubwa, uwanja wa Mkapa, ambao utafanyika tarehe 25. Tupo na Don Dash. Bwana Don Dash, mambo vipi? Safi tu, habari yako? Salama tu. Salama tu, namshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na nguvu ya chama. Mnaita jicho la tatu. Jicho la tatu, au nikisema jicho la tatu watu hawaweza kaelewa. Freemason. Kwa nini mnatumia jicho la tatu? Msitumie jina ambalo watu wengi wanalifahamu. Jicho la tatu maana yake ni maono ya mbele, maono ya sasa na ya baadaye. Umeona, maana yake sisi tunaona maono ya sasa na ya baadaye, ndio maana tunaita jicho la tatu. Jicho la tatu. Ndio. Moja ya logo ambazo sasa hivi zinaonekana kwenye Freemason, inaonekana triangle, mnaweka na jicho katikati, na hii imeonekana sehemu nyingi mpaka kwenye dola, fedha ya Kimarekani, hiyo nembo ipo. Kwa nini inakuwa hivyo? Nembo hiyo ipo, narudia kwenye kauli ile. Ni nembo yenye mashiko makubwa, ni nembo yenye wazifa mkubwa, ni nembo ambao mtu mwenye jicho la tatu anaigundua hii nembo inasaidia nini na nguvu yake ni nini. Mtu wa kawaida hawezi akajua maana nembo ya triangle, hawezi akaelewa kitu chochote, ila kama mimi naelewa na najua na nguvu yake naijua. Kuna siri kubwa ambazo zipo kwenye chama cha Freemason, lakini watu wengi wanatamani kuzifahamu hizo siri. Lakini mbali na hilo, kumekuwa na mkanganyiko na utofauti wa kimaisha katika hali tu za kimaisha ambazo tunaishi. Freemason wameficha kitu gani ambacho watu wengi wanashindwa kutambua na kuweza kufanikiwa? Freemason haijaficha kitu chochote, bali mimi mwenyewe nilijificha, lakini nilivyojitoa nikaona kumbe ni jambo ambalo jepesi. Umeona? Kwa hiyo Freemason haijaficha kitu chochote kabisa, ila ukijitoa ndio utajua kweli Freemason ipo kwa ajili yetu, na Freemason ipo kwa ajili ya kusaidia watu. Kwa hiyo mtu akisema Freemason imeficha kitu, hapana, haijaficha kitu chochote. Watu wengi wanaona sehemu za kuabudu ambazo ziko wazi, lakini Freemason baadhi ya majengo yao yanaonekana kwa kujificha, lakini hatuoni mkiabudu wala mkiungama kama familia au kama dini kuweza kusujudu au kuabudu kile mnachokiamini. Kwa nini mnajificha? Kuabudu, tunaabudu na tunakuaga na mikutano yetu ya hadhara, na tuna mambo mengine ambayo tunafanya sisi kama member wa Freemason, vikao vyetu ambayo tunarushaga na venyewe live. Hivyo vinajulikana, mikutano hii ya kutembea nchi tofauti tofauti, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na nchi zingine za Kiafrika, hiyo yote inajulikana. Lakini wewe mtu wa kimaskini, mtu ambaye upo unafikiria kesho, unafikiria tu leo ule nini, leo ufanyaje, uwezo ukagundua na uwezo kaelewa. Umeona? Uwezo kuelewa chochote kinachoendelea kuhusu Freemason, kwa sababu umejiweka mbali na hicho kitu, ila ukiwa karibu na hicho kitu. Kuwa karibu sio eti unafuatilia, kuwa karibu maana yake wewe pia ni member wa chama.
ndo unaweza kupata ratiba zetu za kuwa saizi tuna kikao, saizi tuna mahojiano labda na waandishi wa habari kujua taasisi yetu inataka ifanye nini kwa East Africa Mashariki au kwa Tanzania, na kufanya mambo mengine ya kijamii kama kujenga mashule, kujenga manini na vitu vingine vingi tu. Lakini ukiniambia sisi tunajificha, tujifichi. Kuna mtu umeimuona tajiri anajificha? Utofauti wa sasa hivi na kipindi cha nyuma ni kwamba kipindi cha nyuma Freemason au wanachama wa Freemason mlikuwa mnajificha. Ni kwa nini wa nyuma walikuwa wanajificha na sasa hivi mko hadharani kabisa na mnaweza kusaidia jamii? Kipindi cha nyuma walikuwa wanajificha kwa kuhofia ndugu, yani mfano mimi najiwekea mimi mfano. Kipindi cha nyuma nilikuwa najificha kuogopa ndugu watanitenga. Umeona? Kuogopa ndugu ataanza kuninyosha vidole. Kuwa Don Dash kaingia nani Freemason. Don Dash labda atafanya tatizo lolote kutoka kwenye familia. Labda kumtoa mtu sadaka ndugu, au kumbe ni kitu ambacho kilikuwa hakipo, lakini ni hofu ambayo ilikuwa ndani ya familia. Kuwa ndugu Don Dash ni Freemason. Wakawa wananiogopa. Wengine wataki hata kunisalimia, kunishika mikono. Yani saizi ni kawaida tu, nikifika nyumbani wananishangilia, wananifanyia sherehe, maisha yanaendelea. Yani kawaida, walivyoona kweli Freemason ina muhimu. Umeona? Kwa sababu nimebadilisha vitu vingi sana nyumbani. Nimebadilisha vitu vingi sana, miundombinu nimetengeneza, na sehemu ambako nimezaliwa nimetengeneza miundombinu. Kila kitu nimebadilisha, maisha yanaendelea. Na uwezo wa kuwasaidia wote Tanzania sina, ila na wasaidia wachache ambao inahitajika mimi mwenyewe pia niwasaidie. Siwezi nikasema nijitokeze hadharani nisaidie Tanzania nzima wote wajiunge na chama. Umeonesha ubaguzi lakini na utofauti, kitu ambacho tumeona kuna baadhi ya watu ulikuwa unawaelekeza waweze kukata passport, waweze kufuata sheria za nchi, waweze kufika Tanzania uweze kuwasaidia. Tumeona wa Kenya ambao ulikuwa unawatembelea hotelini na sehemu mbalimbali ukiweza kuwasaidia, lakini vile vile kwa wa Kongo. Kwa nini unawapa kipaumbele watu wa nje kuwasaidia kuunganisha kwenye chama watu wa Kongo, na sio tu dili na Watanzania peke yao uweze kuwasaidia? Swali lako ni zuri sana. Unajua kwa nini mimi napenda sana kuwasaidia wa Kongo, wa Kenya, wa Nyarwanda, wa Burundi, Uganda, Zambia, Malawi? Lengo lao ni moja. Na pia hao niliokutajia na mataifa niliyotaja ni watu ambao wapo serious na kile kitu ambacho wanakihitaji, tofauti na Mtanzania. Mtanzania kaka yupo tayari afe na njaa, yupo tayari afe maskini, asibadilishe maisha yake. Ukimwona Mtanzania amejitolea kwa ajili ya kubadilisha maisha yake awe tajiri, umeona, ujua huyo amezamiria hicho kitu na yupo tayari kwa kukipokea chama na kukitumikia chama. Ndio maana naweza nikasema 45% ya nchi hizo nilizotaja ni watu ambao wanaongoza kwa kujiunga na chama na kufuata taratibu zote na kukamilisha taratibu zote. 15% ni za Watanzania ambao ni wachache ambao wanaomba lakini wanashindwa kufuata taratibu. Wanajua labda taratibu zinatumia mwaka, mwingine anajua labda taratibu ya kujiunga na chama inatumia mwezi au inatumia miaka miwili. Hapana. Taratibu ni chache na unaweza kutumia wiki na ukabadilisha mfumo wa maisha yako pamoja na mfumo wa malengo yako wewe ambako unataka ufikie. Umeona? Kwa hiyo mtu kusema sijui kujiunga na chama inatumia miaka 3, mwezi, sijui miaka 2, mwaka mmoja, hapana. Ni kitu ambacho hakipo. Okay, swali lingine na kitu ambacho kimekuwa ni cha tofauti kabisa kwa sasa hivi. Kwa nini kila mwanachama mpya akijiunga, kwa mfano tumeona kijana ambaye anaitwa Ambles, nafikiri unamkumbuka? Ambles namkumbuka. Yeah.
toka abadilishe maisha yake amekuwa ni mtu wa kutoa misaada. Baadhi ya watu wanasema kwa nini anatoa sana misaada, anasaidia watoto yatima, anatembelea wajane mara kwa mara, au ni sehemu ambazo anaweza kaungama kwa ajili ya kutoa kafara? Hapana, kutoa kafara. Anajitolea hivyo sana na kuposti mitandaoni misaada anayotoa, kwa sababu yeye alivyozaliwa, nimekaa naye mimi, nimekaa naye, sio kukaa naye kwangu, yani kukaa naye kusimuliana habari za kimaisha. Umeona, yeye anachojitolea sana, wale watu ambao anawasaidia watoto yatima na kutoa misaada ni wazazi wake au ni ndugu wake wa damu. Sio ndugu wake wa damu labda kuzaliwa tumbo moja, hapana. Ni mtu ambaye amezaliwa kusaidia, kwa sababu yeye alivyozaliwa alikuta yeye alikuta baba na mama wapo, lakini walitengana. Japo wote hao walivyotengana, kila mtu kifo kilimkuta kwa wakati wake kipindi wametengana. Maana yake walikuja kutengana kipindi yeye ni mdogo. Umeona, mdogo sana. Anakuja kutimiza miaka 4, baba kashafariki, mama kashafariki, kabla haja join hata kwenye chama cha Freemason. Kwa hiyo kujitolea kwake, anajua uchungu wa wazazi na anajua uchungu wa familia, ndugu na jamaa, kuwa ni jitolee ili mimi niendelee kuwa safi katika jamii, nijitolee ili mimi mwenyewe nipate baraka kutoka kwenye chama na nipate baraka kutoka sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya mimi kuwa mtu mkubwa. Kwa hiyo ni swala ambalo tuliongelea na ni kweli anajitolea sana. Tumeona kwenye mitandao ya kijamii baadhi ya watu ambao uliweza kuwashika mkono, lakini sasa hivi wanaonesha kufuru kubwa ya fedha. Nafikiri tumzungumzie mdogo wako Chief Godlove. Anatumia vibaya fedha, mitandao ya kijamii kutoa sana. Mzungumzie naye, kwa sababu naye haiko tofauti sana na huyu ambaye tumemzungumzia. Chief Godlove naweza nikamzungumzia. Sasa nirudi kwenye makabila. Umeona, nirudi kwenye makabila. Unajua mimi ni Msukuma. Ni Msukuma, ila ni Msukuma ambaye wazazi wamechanganya. Babangu mimi ni Msukuma. Umeona, mimi mamangu ni Mpogoro, mtu wa Morogoro. Lakini katika ukuaji wangu mimi, na kabla sijajipata, walikuwa nasema wanaongelea, unajua Tanzania kuna sifa za makabila. Wanasema Mnyakyusa akipata anajisifia sana, Mnyakyusa akipata analizika sana. Kwanza Mnyakyusa wanasema akipata ni matangazo. Umeona, ni matangazo, yani ya kufuru. Umeshaona, hata kama unacho lakini usijitangaze. Umeona, kwa misaada anayotoa mimi namsifia. Anaposti amewasaidia watoto yatima, anaposti anawasaidia bodaboda kuwajazia mafuta kwenye bodaboda zao. Umeona, wajane. Ni mwaka ulioisha mwezi wa ngapi niliona amesafirisha kama ni semi 2 hivi mchele, alikuwa anagawa mchele Dar es Salaam kwa wajane. Ni mambo ambayo mimi mwenyewe nilikuwa nafurahia, lakini sifa amezidisha yule Mnyakyusa yule. Sijui ni Mnyakyusa wapi, lakini ni mtu wa Mbeya. Sifa Kiela, mtu wa Mbeya huko, sijui Kiela, amezidisha sana. Umeona, hata kama anasema biashara ni matangazo, yeye amezidisha sifa. Chama akihitaji mtu mwenye sifa. Umeona, yani japo ana nyota kali sana, yani ana nyota kali, na chama akiwezi kumuondoa kwa sababu ana nyota kali na ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa hapa saizi Tanzania. Au mfano na kurahisishia kama Michael Jackson. Najua watakuwa wanamjua, alikufa Michael Jackson mpaka anakufa alikuwa ni member wa chama cha Freemason. Michael Jackson hapa duniani alikuwa anajaza uwanja wote ule mashabiki kupiga show. Michael Jackson huyo ni mtu ambaye alikuwa anajulikana dunia nzima, lakini hajai kujitangaza hadharani au hajai kuonesha fedha zake zote zile ambazo alikuwa anachukua kwenye chama cha Freemason, kwa sababu Freemason ndio ilimfanya Michael Jackson ajulikane dunia nzima.
Umeona, Michael Jackson alikuwa anajaza mashabiki uwanja. Kuna uwanja wa Barcelona unabeba mashabiki 85,000 kasoro laki, na saizi sijajua utakuwa unafikisha hata nani watazamaji laki, lakini Michael Jackson alikuwa anajaza na nje ya uwanja wanajaa, kwa sababu ya nguvu ya nini? Ya chama cha Freemason, nguvu ya Masonic. Mwanzo wa Masonic mara nyingi unakuwa mzuri, na mwisho wake tunavyojua unakuwa ni mbaya. Wafanyabiashara wengi wamesadiki na kuthibitisha hicho. Nini ubaya ambao unakuwepo kwenye chama hiki ambacho ni cha asili? Hakuna ubaya, hakuna ubaya, ila ubaya wewe ndo unautengeneza ili mtu apate ubaya. Kwenye chama hakuna ubaya, kwa sababu unajua mimi kama mimi ndugu Don Dash nipo kwenye chama, nafanya biashara zangu, nafanya maisha yangu yanaendelea. Ni mfano, ndio nimejiunga, nimebadilisha kila kitu kwenye mfumo wa maisha yangu, lakini kinachokuja kutokea unakuta mtu ameshalewa utajiri. Yani nimelewa utajiri, ndo najiingiza kwenye nini? Kwenye madawa ya kulevya, najiingiza kwenye mambo ambayo ya kianasa, ndo nakuja kupotea kwa staili hiyo. Ndo utakuta matangazo anaanza kuposti mitandaoni kuwa ndugu Don Dash au mtu fulani alipotea kwa sababu chama au Freemason aliona huyu hapa sasa anakoelekea ni kubaya, tumpoteze. Kumbe yeye ndo alikokuwa anaelekea kubaya, amelewa tayari utajiri, anatumia fedha anavyojua yeye. Ndio maana Michael Jackson alienda kufanyiwa surgery ya uso, fedha hiyo yote. Alifanyiwa operation ya uso mara 38 ili awe mzungu. Hiyo yote ni nini? Ni fedha. Lakini chama akikumfanya ili awe na fedha afanye hivyo inavyotakiwa. Alifanywa surgery ya kwanza, akafanywa surgery ya pili, bado akaenda ili achonge pua afanane na mzungu, bado akaenda ngozi ya ya kichwa chake, ngozi ya kichwa chake alifanywa upasuaji kwa ajili ya kuotesha nywele za kizungu. Hiyo yote ni fedha. Michael Jackson ametumia fedha nyingi sana kubadilisha mwili wake yeye. Hata bajeti ya nchi zingine haziwezi zikatumia fedha aliyotumia Michael Jackson. Alitumia ni nyingi, ndo alikuwa anajipoteza yeye kama yeye. Umeona sasa, ndo maana nakwambia ukipata fedha za chama saidia. Hebu kabla ya kusaidia, umezungumza kwamba Michael Jackson alijipoteza, wakati watu wanaamini ulimwengu mzima Freemason walihusika na kifo cha Michael Jackson. Hapana, Freemason hakuhusika kabisa, ni yeye. Michael Jackson ni mweusi, alikuwa ni mweusi, yani mweusi katika familia yao alikuwa ni mweusi, lakini kilichokuja kumsababisha aanze kupata maumbile ya kuhitaji kuwa mzungu, kufanyiwa surgery ya ngozi, hadi surgery ya kichwa, kuweka uotosha wa nywele za kizungu, ni fedha alizopata kwenye chama cha Freemason. Umeona, chama cha Freemason ndio kilimfanya Michael Jackson awe msanii mkubwa sana duniani. Kwa hiyo Freemason hajampoteza Michael Jackson, yeye ndo ameamua kujipoteza. Sio Michael Jackson tu, kuna baadhi ya watu wengine ni sana wakubwa sana. Kwa mfano nakutajia kama Michael Jackson, umeona, na kutajia kuna ndugu yetu naye alikuwa kwenye chama chetu cha Freemason, japo na yeye umaarufu aliupata mkubwa sana kwenye soka, lakini aliutumia vibaya, akawa anaingia kwenye madawa ya kulevya. Umeona anafanya nini, alikuja kufa naye. Maradona mchezaji wa zamani wa Argentina na klabu ya Italia Napoli, na yeye amekufa ni mwaka juzi. Hivi kama yote hayo yanafanyika, nyie kama Freemason, hasa wewe ukiwa kama kiongozi East Africa, una uwezo wa kusimamia, kwa nini hayo mambo hamkemei kwa watu ambao mnawapatia dhahiri utajiri na nyie mkiamini kwamba watawakilisha chama cha Freemason? Kwanza hilo swali au huo mwongozo ulioniuliza sitaki nikujibu, ila nataka nikujibu kwa kukuwekea mfano mchezaji mmoja ndio utanielewa. Kuna mchezaji saizi duniani ana nyota kali sana, anaitwa Cristiano Ronaldo. Umenielewa?
CR7 au Cristiano Ronaldo. Ukisema CR7 mtoto mdogo 2000 wangapi hawezi wakajua, ila ukisema Cristiano Ronaldo watajua. Umenielewa? Alafu kabla hujaendelea, unajua kwenye mifumo ya mipira mastaa wengi ambao wanakuwa na jina la Ronaldo ambao wamepita wamekuwa wakifanya vizuri. Hii ni kwa nini? Naweza nikasema kwanza ndo nimeingia huko kwa Ronaldo ili nikueleweshe Ronaldo. Umenielewa? Ronaldo Freemason, na hamna kiumbe anayependwa duniani kama Cristiano Ronaldo. Umeona? Na Ronaldo ataishi miaka mirefu sana, yani miaka mingi sana. Ronaldo, hebu nikukatishe. Unazungumzia habari za miaka mingi. Ni takwimu ambazo unazifikiria au chama kina nafasi ya kumpatia mwanachama maisha? Kwa sababu tunajua ni Mungu pekee anayetoa nafasi ya mtu kuishi miaka mingi. Ni kweli ni Mungu, lakini kwa jicho la tatu Ronaldo ataishi miaka mingi. Sasa hizi tu ana miaka 40 na bado anacheza mpira. Ronaldo ana miaka 40. Lakini kwa maximum yake anasema akifikisha goli 1000 anastaafu mpira. Cristiano Ronaldo. Kwani sasa hivi ana goli ngapi? Ana goli 900. Ana goli 900 na kadhaa, lakini bado goli ambazo zinamdai naona kuna goli kama 100 na ngapi kufikisha goli 1000. Yaani atakuwa ni mwanadamu wa kwanza duniani kufikisha goli 1000. Umeona? Kwa hiyo Cristiano Ronaldo anapendwa na kila lika unayoijua duniani. Na Cristiano Ronaldo ana tuzo mpaka sasa ana tuzo 6. Sio za kiuchezaji mpira, kwenye chama chetu ana tuzo 6 Cristiano Ronaldo. Tuzo ya kwanza ni mwanadamu wa kwanza mwanasoka ambaye anajitambua anachokifanya ni nini. Umenielewa? Na kuna ishara ambazo anafanya Cristiano Ronaldo. Usimwone Ronaldo akifunga goli anashangilia, anaruka na nani, ana jambo mkajua ni ile ni ishara ya uwakilishi wetu sisi. Umeona? Kwa hiyo Ronaldo anavyoruka vile ni ishara ya, na hawezi akaacha. Umeona? Hata haja aingie kwenye tasnia yoyote Ronaldo akistaafu mpira